anasema kuna tofauti ya kuwa ndani ya Yesu na kuwa ndani ya kanisa. Anasemaje? Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, alafu ombeni chochote nani mtapewa. Haleluya. Hakusema kaeni ndani ya kanisa, alisema kaeni ndani yangu. So kuna uwezekano wa kukaa ndani ya kanisa lakini hauko ndani ya Yesu. Kuna uwezekano ya ukawa kanisani lakini hauko ndani ya Yesu. Na so watu wengi, ndio maana kanisa limekaa kama limechanganyikiwa, ni kwa sababu watu wengi wako makanisani lakini hawako ndani ya Yesu. Haleluya. Hawako ndani ya Yesu. Kitu cha kwanza chenye kinafaa kutendeka baada ya kumpokea Kristo ni kwamba you become new. You become new. Unakuwa mpya. Unakuwa mtu mpya. Unakuwa kiumbe kipya. Unakuwa chombo kipya. Unakuwa mpya katika kila kitu. Unakuwa mpya, yani unageuka. So ukimpokea Kristo, kitu cha kwanza ambapo utendeka ni kwamba unafanyika kiumbe kipya. Unakuwa mtu mpya. Oh, haleluya. Unakuwa mtu mpya. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 9 mlango wa 3, Paulo anaenda Damascus, anaenda kuangamiza kanisa la Bwana. Yeye alikuwa muuaji, alikuwa jambazi, alikuwa mtu hasikiki, alikuwa mtu ambaye kila mtu anamwogopa. Kazi yake ilikuwa moja, akikupata unasema haleluya, unakata kichwa. Akikupata unahubiri, unakata kichwa. Lakini nasema Biblia inasema akiwa anaelekea Damascus, mwangaza ukamtokea. Na ulipomtokea mwangaza, oh my God, Yesu akamtokea. Na Yesu alipomtokea, Paulo akafanywa mpya, akafanywa kiumbe kipya. Kutoka kwa jambazi akafanywa mtume, kutoka kwa jambazi akafanywa mhubiri. Kwa sababu gani? Ndio maana anasema katika Warumi 12:2, anasema ndugu zangu na wasihi, muitoe miili yenu kama dhabihu iliyo hai na takatifu mbele za Bwana. Haleluya. So kitu cha kwanza, ukikutana na Yesu lazima utakuwa mpya. Lazima utakuwa mpya. So kinachopima kama umempokea Kristo sio kukaa kanisani miaka mingi. Kinachopima kama umempokea Kristo sio kuongea kwa dini. Ukiingia katika ulimwengu wa ukombozi, utajua kuna watu wananena kwa dini na ni mashetani. Hata mashetani wananena dini nzuri hata kukuliko. Anasifiwe. Amen. Alipwe. Kinachotoa jibu kama umeokoka sio kukaa kanisani miaka 10, sio kukaa kanisani miaka 5, sio kuwa mwimbaji, sio kuwa mchungaji. Kinachofanya ijulikane kwamba umeokoka na Yesu yuko ndani yako ni kwamba utafanyika mtu mpya, tofauti na yule mwenye alikuwepo kabla Yesu aingie. Lakini hakuna vile Yesu anaweza ingia. Ulikuwa muongo kabla aingie. Akiingia hawezi endelea kudanganya. Kama ulikuwa mtu hasira, Yesu akiingia anaondoa hasira. Ikiwa ulikuwa jambazi kama mimi, Yesu akiingia anaondoa ujambazi. Iwapo ulikuwa mwizi kama mimi, Yesu akiingia anaondoa wizi, anaweka karama za roho, anaweka huduma. Lakini kuna watu wengi kanisani. Biblia inasema katika Titus 1:16 ya kwamba kwa kinywa wanakiri. Nilikusomea Jumapili. Kwa kinywa wanakiri. Oh, haleluya. Kwa kinywa wanakiri kwamba wanamjua Kristo.
mioyoni mwao wanamtukana Mungu. Mioyoni mwao wanamtukana Mungu. Usome kama umepata. Kwa kinywa wanakiri, kwa kinywa wanasema, kwa mdomo wanasema kwamba tumeokoka. Kwa kinywa wanasema mimi ni haleluya. Kwa kinywa wanasema mimi nimeokoka. Hata anakuambia mimi niliokoka 1990. Anakuambia mimi niliokoka 2020. Nimeokoka mwaka jana, nimeokoka miaka 10 iliyopita. Lakini matendo yake hayafanani na Kristo, hayafanani na Yesu. Nimekuja kukwambia kaa kanisani, kifike kanisani, lakini siku ya mwisho kibao kitakapoandikwa, wakati kitabu kitafunuliwa, kutakuwa na kulia na kusaga meno. Kutakuwa na kulia na kusaga meno kwa sababu watu wengi walio makanisani. Hata nipange kwa Yesu pimo mjini. Watu wengi wamejificha kwa mwavuli wa dini, kwa mwavuli wa mimi ni Mkristo. Maana anajua kwa Mkristo mchungaji atakuja kumsika. Ni kweli tutakuja kumsika, lakini baada ya kuondoka hapo kibarua kinabaki kwako kakani. Kibarua baada ya sisi kuondoka, baada ya kumaliza mazishi, unabaki wewe na Mungu ama na shetani. Haleluya. Unafanyika. Ndio maana nasema katika Wakorintho wa 2:5-17 ya kwamba na imekuwa baada ya mtu kumpokea Kristo amefanyika nini? Amefanyika nini? Amefanyika nini? Mpya. Hii inafaa kuwa hata uhitaji kusomewa, unaijua tayari. Biblia inasema katika Wakorintho wa 2:5-17 ya kwamba inasema imekuwa baada ya mtu kumpokea Kristo amefanyika nini? Mpya. Amefanyika nini? Mpya. Naona bila kuogopa, maana uamini hata wewe kama umebadilika au hujabadilika. Hali iko Amen. Mtu akishampokea Kristo amefanyika nini? Angalia. Ya kale yamefanya nini? Ya kale yamefanya nini? Sasa yamekuwa nini? Yamekuwa nini? Maana angalia mtu akimpokea Kristo amefanyika kiumbe kipya. Haleluya. Amefanyika kiumbe kipya na ya kale yamepita. So kinachomfanya mtu kuwa mpya ni ya kale kupita. Amen. Oh, haleluya. Naomba mtu niangalie na unisikize. Kinachomfanya mtu kuwa mpya ni ya kale kupita. Amen. Kinachomfanya mtu kuwa mpya ni ya kale kupita. Haleluya. Ya kale yakipita mtu anafanyika mpya. Amen. Amen. Ndio maana anasema katika Isaya 43:18-19 ya kwamba msiyatafakari mambo ya zamani, msiyakumbuke mambo yaliyopita, kwa sababu ninatenda jambo jipya. So kinachosababisha upya utendeke ni ya kale kuondoka. Lakini kuna watu, ndio maana unaona baada ya Paulo kuokoka na akauvaa upya kutoka kwa ujambazi, sasa tunamuita mtume wa Yesu Kristo. Haleluya. Sasa mjambazi, jina jambazi limeondoka. Ujambazi umeondoka, kuua umeondoka, wizi umeondoka, kuteka nyara imeondoka. Sasa imeingia kitu kingine ya kuhubiri. Imeingia kitu kingine ya kuhubiria Injili. Amehubiri wa Filipi, akahubiri wa Galatia. Yule mtu mwenye alienda akiua, ndio yule tena anaenda akisema Yesu ni Bwana. Yule mtu mwenye alikuwa ambaye ni mbaya, ndio anatembea akisema Yesu anaokoa, Yesu anaokoa. Ni nini kimefanyika? Ni kwa sababu mambo ya kale yamepita na mapya yameingia. Haleluya.
Haleluya. Lakini tuko na watu makanisani na ndio maana kuna huduma Bwana amenipa na ni neema tu Bwana amenipatia ya kuambia wachungaji wa Mungu kwamba kwa wakati huu kanisa la Bwana limedhoofika. Kanisa la Bwana limerudi chini. Kanisa la Bwana limekosha heshima. Kanisa la Bwana halina mwelekeo tena. Kanisa la Bwana halikai kanisa tena. Na kwa sababu sisi tunatoka kwenda kufanya crusade, tunatoka kwenda kuhubiri injili, na tunaenda kuambia watu wacha uongo, njoo kwa Kristo. Wacha ulevi, njoo kwa Kristo. Wacha usharati, njoo kwa Kristo. Hakija kanisani mahali ambapo aliambiwa kuna Yesu, mahali ambapo aliambiwa huyo mwokozi yuko, mahali ambapo aliambiwa haya njoo, sisi wote tuliumbwa tukaabudu, njooni tukaabudu, wacheni dhambi, wacha usharati, wacha uongo. Akija kanisani anakuta washirati wenzake wenye mpaka wamebobea. Wacha uongo, wacha. Akija kanisani anapata maprofesa. Wacha ushirati. Akija kanisani, akikuja kanisani anapata hata huyo mchungaji mwenyewe akona mpango wa kando mahali. Na kwa sababu ya hiyo nguvu za Mungu zimeondoka kanisani. Kwa sababu ya hiyo nguvu ya madhabahu hakuna tena. Wakati wa mitume, wakati wa mtume Petro, wakati alikuwa anahubiri, wakati Anania na Safira walikuja kudanganya, walipodanganya walikufia hapo kwa madhabahu. Kwa sababu wakati huo madhabahu ilikuwa na nguvu, madhabahu ilikuwa inatisha, madhabahu ilikuwa na upako, lakini upako umeondoka, neema imeondoka, roho imeondoka. Kwa sababu gani? Walio madhabahuni ni waongo, ambao wanaohubiriwa ni waongo. Walio madhabahuni ni washerati, wanaohubiriwa ni washerati. Lakini mimi nimetumwa na Yesu kuja kuibadilisha hiyo kipao na kurekebisha kanisa la Bwana na kurudisha katika mstari. Nimetumwa kuja kurekebisha, na nitafanya. Nikipigwa vita nitafanya, wakikataa nitafanya, wakisikia nitafanya, wakikataa nitasema. Ya kwamba wakati huu lazima turudishe utakatifu madhabahuni. Niseme hakuna hofu tena ya Mungu. Hakuna. Watu wamemzoea Mungu, wamezoea madhabahu, na kwa sababu wamezoea ndio maana hakuna miujiza tena. Na kwa sababu hakuna miujiza, kwa sababu hakuna miujiza ya kweli, inabidi sasa tutafute vitu zenye zinafanana kama miujiza. Kwa sababu hakuna Roho Mtakatifu tena, ndio inabidi tuoje watu huko njiani. Halafu tukisimama hapa tunasema ni Mungu amesema. Mungu huyo mtu ndiye alikwambia, si Mungu. Tulikuwa na huduma kwa kanisa fulani hivi. Tulikuwa tunapigwa katikati ya wiki, tunaoje watu huku katikati huku. Kila mtu anasema shida yake, mwingine anasema ndoa yangu ina shida, mwingine anasema la, kila mtu anasema. Halafu sisi tunapeleka kwa nabii. Nabii akisimama hapa anasema shada baba. Mimi ninaona kuna mtu ndoa yake ina shida. Sasa wewe, na kwa sababu unajua unasimama ukisema yeye Bwana ameniona. Hakuna Bwana, ni sisi tumekuona. Hakuna Bwana amekuona, ni sisi ndio tumekuona tukapeleka taarifa. Lakini kwa sababu hata wewe ni kipofu, hauwezi ona, huna macho ya rohoni, hauko serious na ulimwengu wa kiroho, hauko serious na maombi. Maombi ni mzaa kwako.
Roho Mtakatifu ni msaada wako, neno la Mungu ni msaada wako. Sasa wewe ni kipofu, unaongozwa na kipofu mwenzako, lakini mimi nimekuja kumrudisha kanisa la Bwana mahali linastahili kuwa. Ufunguliwe macho ya rohoni, uone vitu vya rohoni, uombe Mungu akutembelee mwenyewe. Hakuna hivyo, nione wanakuwa kuoneni. Haleluya. Amen. Haleluya. Kulikuwa na Kaaba katika Luka 19 mlango wa kwanza mpaka mstari wa 8. Nasoma mwenyewe. Luka 19 na mlango wa kwanza mpaka wa 8. Kulikuwa na Kaaba, na huyu Kaaba akakaa katika miguu ya Yesu. Alipokaa katika miguu ya Yesu, akamwaga mafuta ya thamani, akawa anampangusa Yesu na nywele zake. Akiwa anampangusa Yesu na nywele zake, watu wanalalamika, hata mitume wanalalamika, wewe Yesu angejua yule ni mwenye dhambi, wewe Yesu angejua yule ni Kaaba. Lakini Yesu akamwambia, mimi nilikuja kutafuta waliopotea. Haleluya. Yule mwanamke akakaa pale, ni Kaaba kweli. Yeye ni Kaaba, anajulikana, sio kama wewe unajificha. Yeye ni Kaaba, anajulikana kila mahali. Na alipokutana na Yesu, kuna maneno Yesu aliyaongea katika hiyo 19 Luka mlango wa 8. Huko kwingine utasoma mwenyewe, lakini kuna haya maneno Yesu alisema. Alisemaje? Umepata? Mlango wa 8. Semaje? Mlango wa 8. Inasema. Yes. Katika mlango wa 8. Yes, inasemaje? Na wengine ya kwamba Elia ametokea. Nasoma wapi? Luka 9 na Luka 19. Luka 19. Naam, inasema. Yes. Zakayo akasimama. Yes. Akamwambia Bwana, Tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini. Na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Huyu ni mnyang'anyi, mwizi, jambazi, Zakayo. Anaenda akiibia watu. Lakini alipofika Yesu kwa nyumba yake, jamaa akabadilika. Kwa sababu ni vigumu sana ukutane na Yesu na usibadilike. Ni vigumu sana. Hii nasema kwa sauti ya juu. Ni vigumu sana kukutana na Yesu na usibadilike. Wala haiwezekani ukakutana na Yesu na ukose kubadilika. Ukiona hautabadilika, ujue bado hautakutana na yeye. Chenye uko nacho ni taarifa tu, lakini hautakutana na yeye. Maana niambie, kutoka Genesis to Revelation, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, nitajia mtu mmoja mwenye alikutana na Yesu na akabaki vile vile. Niambie, nani unajua? Naweza kwa sijasoma kabisa hii video, lakini nimesoma. Wala nashukuru Bwana, nimesoma. Niambie yule mtu umewahi kusoma kwa Biblia hapa alikutana na Yesu na maisha yake yakabaki hivyo hivyo. Na katika Marko 14:1 mpaka 9, Kaaba amekuja, anakaa miguuni pa Yesu. Alipoondoka, Yesu akamwambia, kuanzia leo, baada ya kukutana Yesu akamwambia, kuanzia leo, mahali popote injili itahubiriwa, jina lako litatajwa. Mahali popote. Shalika. Na wakati nilisoma neno hili, ufunuo wa neno hili, hapo ndio niliachana kujipendekeza kwa watu. Nikajua ukishampokea Yesu, wale wenye mnatafuta kuwa famous, ukishampata Yesu anakufanya famous ghafla bilifu. Haleluya. Yesu anakufanya famous. Yaani Yesu anakufanya tu maarufu mwenyewe. Yaani Yesu tu akasema, mahali popote jeno litakusura, tunampata hata leo hapa.
Haleluya. Si unaona hapa tunamtaja. Kwa sababu gani? Alikutana na Yesu akiwa kaaba. Alikutana na Yesu akiwa kaaba. Baada ya kukutana Yesu, Yesu akamwambia, na dhambi zako umesamehewa. Na kuanzia leo, mahali popote injili itahubiriwa, jina lako litatajwa. Haleluya. Jina lako litatajwa. Lakini mimi ninawashangaa Wakristo wa siku hizi ambao wameokoka mwaka wa kwanza yuko vile vile. Ameokoka mwaka wa pili yuko vile vile. Kwanza hata mambo yanaharibika zaidi. Aliokoka akiwa vibaya kidogo, sasa hata baada ya kuokoka mambo inaharibika zaidi. Yaani shida zinaondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii. Kuna mweka mahali alisema ulikuanga na fisi. Na fisi akasikia harufu. Baada ya huku kunatoa nyama. Akasikia upande huku kunatoa pilau. Fisi akaniambia, nataka pilau, nataka nyama. Nifanyeje? Njia moja yaenda kwa nyama, njia nyingine yaenda kwa pilau. Fisi akajiambia, akajita mkutano, ninaweza enda kwa nyama nikakosa, nikirudi kwa pilau nipate pia wamemaliza. So wacha nijigawanye mara mbili, niende kwa nyama na niende kwa fadhali. Usijifanye uko Amerika tu hapa kidogo. Akasema nataka niende kwa pilau na niende kwa nyama. Akajiweka tayari na akaanza safari ya kwenda wapi na wapi. Lakini demo alianza safari, demo nje ilienda ikipanuka. Demo safari na ngelo, demo nje anafanya nini? Mwisho wa safari fisi akapasuka katikati. Nyama amepata, pilau amepata, na asala ameingia. Sasa Wakristo wengi makanisani, sitaki kusema ni fisi, nisije nikafuatwa nikasema mchungaji. Watu wengi makanisani wako hivyo. Jumapili hawataka vitu vya Mungu. Hata mikono juu na mikono yote juu. Jumapili wanataka vitu vya Mungu. Wanataka kuponya Jumapili. Ameinua na mikono juu yalia. Usinipite Bwana, napowasuru wengine naomba usinipite. 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 Jumapili hiyo. Usinipite. Usinipite. Jumatatu mpaka Jumapili mpaka Jumamosi jioni kama tiachi. Sasa sukari hiyo sasa ni kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Hakika Jumapili hakuokoka mpaka hata anagani. Mpaka naomba anatetemeka. Hiyo ni Jumapili, lakini katikati ya wiki. Unajua na upili maisha yenye alikuwa yako mimi. Haleluya. Amen. Na upili maisha yenye alikuwa yako mimi. Juzi nilikuwa nimemtumia mke wangu picha ambayo nilikuwa nimeposti kwa Facebook. Nilikuwa nimesimama kando ya gari. Nikamtumia hiyo picha. Nikamwambia mke wangu hiyo picha nilikuwa naenda Mombasa. Na kila mtu alikuwa anajua nimeenda revival.
kuhubiri. Lakini nilikuwa nimeenda kwa kando na hapa. Kwa siku 3 za neema. Haleluya. Lakini kanisa na mchungaji wanajua ndugu ameenda wapi? Ameenda wapi? Muulize ile siku nilikukosa ulienda wapi? Muulize ile siku nilikukosa nasema hata uko maombi. Hiyo siku nilikuwa wapi? Mchungaji, tuko pamoja. Ni kweli tulikuwa pamoja, kulikuwa peke yako. Bwana asifiwe. Amen. Naenda kuanzia Ijumaa. Wakati wa Bwana alikuwa amenibariki. Nilikuwa na pesa. Hamna shetani afanye ile kitu. Nilikuwa na pesa. Nilikuwa naangusha kreti hapo ya Guinness na Tusker. Zikaya hapo kwa nyumba. Na kesha Jumamosi na mila yangu na bangi iko hapo na pombe mpaka asubuhi. Usiku wote nasikiza na kidume, nasikiliza Diamond wakati huo. Wewe kama ni wa sasa tuache wakati huo. Alipwe. Amen. Wakati huo mistari ilikuwa wakati wa kina Susumila. Wewe watoto wa majenzi mwezi jua wakati wa kina Susumila. Nilikuwa naimba mstari baada ya mstari. Alafu ikifika asubuhi naingia kwa bafu. Naoga, nachukua peke ya blue, ninatafuna, ninamaliza harufu ya pombe, ninaingia kanisani. Holy, usinipite Mwokozi. Bwana anaangalia Jumamosi yote nilikuwa anajua hata kuna pombe nimeacha kwa nyumba. Usinipite, Bwana anasema kuna pombe pia kwa nyumba. Usinipite Mwokozi, anasema kuna mpango wa kando mahali naenda jioni. Usinipite Mwokozi. Bwana anaangalia naona kuna kitu hapo. Hiyo tu virus yenye inakula kanisa la saa hii. Na ile siku kuna mtu aliniambia ile siku utaamua kusema ukweli, kuwa tayari kukaramikia ukweli. Amen. Amen. Na nikihubiri injili nasemanga kila siku mimi sina haja na washirika. Maana hata mkajazana hapa 1000 sina mahali pa kuwapeleka. Sina mbingu ya kuwapeleka wala sina kuzimu ya kuwapeleka. Sina. Maana Biblia inasema wakikutanika watu wawili ama wangapi? Wawili ama wangapi? Najifanya ujue. Wawili ama wangapi? Kwa ajili ya nani? Naye yuko wapi? Lakini angalia vile tuko wengi. Na Mungu anasema nahitaji watu wawili ama wangapi? Ambao mioyo yao, ambao wamefanywa wapya, ambao sio waongo ndani yao, ambao hawajifichi ndani yao, hawana ukora wa ndani kwa ndani, hawana ukora ndani kwa ndani. Nilienda nikahubiri kwa conference ya vijana, nikawa nawaambia watu wengi wenye unawaona nimeenda nikafika, sasa nimepiga maisha alafu baadaye nikaingia kanisani. Sasa nimeingia kanisani nilikuwa na miaka 30 na kitu. Sasa nimekaa kanisani pia aliko serious na wokovu. Bwana nipe mume. Unangojea. Bwana hakuna anakuja, Bwana nipe mume. Bwana ukisema nipe mume anakumbuka. Kuna mahali umevunja ndoa ya mtu na analia kwa sababu yako. Na wewe unaomba Bwana. Wewe mpaka umeingia maombi ya kufunga na kuomba.
Bwana nipe. Bwana akiangalia hivi anaona yule mama analia. Umekuja umevaa kabisa kuanzia viatu, nywele umeweka ya 3,000, kitenge umepiga ya neema, viatu umevaa vizuri, lakini Mungu ukisema nipe, anaangalia ona nywele ni ya karanja, kitenge ni ya Kamau, viatu ni ya Gaidi. Sasa Mungu anashinda wewe ni nani? Yaani akikuona anashinda wewe wewe ni nani? Maana akiangalia nywele ni ya Kasuku. Tena yenye umevaa ni ya nani? Ni ya Abdalla. Halafu viatu vyenye umevaa ni ya huyo chama mwingine. Sasa Mungu anashukua, sasa nikupe nini, upeleke wapi na umeenda tayari? Mungu, yaani kanisani tumejaa watu ambao ni vinyonga. Alikwe. Nani anajua kinyonga? Mama ukiona kama unajua kinyonga. Wewe kama unajua kinyonga, wewe usifanye wewe unaishi wanakaanga huko ni mchini huko. Si tauni tuseme wewe hata tauni wamejaa. Alikwe. Amen. Kinyonga akikanyanga blue, anakuwa nini? Akikanyanga red, anakuwa nini? Red. Akikanyanga white, anakuwa nini? White. Sasa nataka nikuulize, kinyonga rangi yake ni gani? Nakuuliza, kinyonga rangi yake ni gani? Haya, useme mimi leo nilimuona kinyonga na red. Sasa leo naenda kumpa zawadi kwa sababu amevaa red. Ukija unampata amekaa kwa blue na amekuwa blue. Na wewe umekuja kumzawadi kwa sababu alikuwa amevaa nini? Na ukanunua zawadi kwa sababu alikuwa amevaa nini? Ukija unapata amekaa kwa blue. Zawadi yako unarudi nayo vizuri. Unaenda nayo. Hicho ndicho kinafanyika kwa watu wa kanisa. Ile siku kuna wiki moja umepanga, umepiga maombi, ukapiga maombi, ukatafuta Mungu. Hiyo siku ukajitenga na watu, ukafunga, ukaomba, ukatoa sadaka, ukakaa, ukajitakasa. Biku ile siku sinafanya kutumbana. Ile siku malaika ametumwa. Anakupata umekaa katikati ya mshele. Sasa biku sinatafuta mwenye alikuwa anaomba jana. Siamba kujaza kuomba kama wengine paka wanaanza kurukaruka. Wengine paka wanaanguka. Sasa mbingu ikija Jumatatu ama Jumanne, Jumatano, Alhamisi, inakuja yule mtu ilipata kanisani akirukaruka. Anasema rika nafunja nani? Kila milango ifunguke. Sasa mbingu ikitumana katikati ya wiki, mbingu inakuja ina. Wai huyu ni yule mama Mesha alipanga. Yeye paka ndio tunategemea. Hakika baada atakutwa katikati ya wiki. Alafu sasa kwa sababu ya hiyo utakaa kanisani. Wachungaji hawana mafuta. Wewe uko na ngapi? Unaleta ngapi? Manaboa ina moto. Tulete makaa basi na kuni kusaidie. Madhabahu ina nguvu sana. Njoo tushikilie basi kidogo. Tugawie kidogo basi tusaidie na sisi. Hawako tayari kubadilika bila wako tayari kupokea vitu za Mungu. Hawako tayari kukaa vizuri na Mungu, lakini wako tayari Mungu awabariki. Kwa maana Jumapili nikawaambia kanisa la Mungu, iwapo hatutaacha maigizo, tunafanya kazi hapa. Mimi hapa sai hata ukaongea na dini, wacha nikwambie tu kweli. Siwe ni mtoto wangu. Hakuna. Najua kama ni mtoto wangu ni mgani. Mimi hata ukaongea na dini mpaka vitu vikapepea. Siangalie hiyo.
Kwa sababu saa hii kanisa la Mungu shetani amelichanganya hata sasa huwezi ukaelewa nani amejazwa na nani hajajazwa. Huyu nani anaongea dini kwa sababu amejazwa na nani anajazwa kwa sababu gani? Huyo mtu mwenye anaongea kwa dini na hiyo kinywa, na sio kwamba ako na vinywa viwili ndio Mungu atampata kwa masengeni. Huyo mtu mwenye ananena piga si huyo ndio utampata amejaa chuki. Huyo mtu mwenye anasema nilipolala Bwana akanionyesha, huyo ndio anafuata ndoa za watu. Huyo mtu mwenye analika sika huyo mtu ndio ameshikilia mume wa mtu mahali na mama wenyewe wanalia. Huyo mtu mwenye anaongea kwa dini mpaka anarukaruka mpaka anainua miguu na mikono juu, huyo mtu bado ukifuatilia maisha yake ndio maana nikawaambia siku nyingine, imefika wakati wa kuachana na watu na kuamua kuokoka. Wacha kuangalia watu, maana raundi hii shetani amewachanganya wachungaji. Saa hii huwezi ukaelewa nani ameitwa, nani amejiita, nani aliitiwa watu. Huwezi ukajua nani ameitwa na Mungu na ni nani amejiita, kwa sababu yule mwenye tunasema anajiita, tukichunguza maisha yake mpaka unashinda basi, kwani kulitendeka nini? Kwani kulifanyika nini? Unajua kuna watu hapa saa hii wategemea kwa maombi. Kuna watu hapa ninajua kabisa Mungu yuko ndani yao. Najua hawa watu ni vyombo katika ulimwengu wa leo. Kuna vitu sitarajii kwenu, kuna mambo sitarajii kukupata, kuna maneno sitarajii kusikia unaongea. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema Mungu akasema kwa jinsi hii tumuumbe mtu kwa mfano gani? Wetu. Tumuumbe mtu kwa mfano wetu. So Mungu akiumba mwanadamu alimuumba kwa mfano wa Mungu. Amen. Kwa mfano wa Mungu. Na ndio ujue mwanadamu kuna uwezekano akafanana na Mungu. Unajua kuna injili nyingine tumehubiriwa yenye mimi nimekuja kuikanusha. Kuna uwezekano wa Mungu akafanana exactly na Mungu. Kinachosababisha hatufanani na Mungu ni kwa sababu tumejaa vituko, tumejaa uongo, tumejaa maisha fake. Nikuonyeshe mtu mwenye alifanana na Yesu. Nikuonyeshe mtu mwenye alifanana na Mungu. Siku Yesu anashikwa. Iskarioti Juda akaenda kwa Mafarisayo. Wakampatia pesa. Akampatia nini? Pesa. Kwa nini wanampatia pesa? Nikuulize. Hata kuongea kwa nini? Kwa nini wanampa Juda pesa? Ili awaonyeshe sasa. Ni haja hapo wanakuwa Yesu mkani. Haje. Ni haja hapo wanakuwa Yesu mkani. Mpaka wahitaji mtu mwenye watamuoga, mwenye watampa pesa ili akuja awaambie na Yesu ni huyu. Na Yesu ni huyu. Na akawaambia ninaweza hata kuwapeleka hapo mahali wapo lakini mtachanganyikiwa. Akawaambia nitakuwa specific mwenye nitakupatia. Hii inamaanisha Yesu alikuwa anafanana na mtume. Alikuwa yani ungesema huyu ni Petro na huyu ni Yesu. Labda Yesu aseme amin ndio Yesu na Petro aseme mimi ni Petro. Haleluya. Amen.
kanisa lenye limegoma, lakini nimwambia tutakulazimisha kukomaa cha lazima. Mekata tutapiga makofi mpaka ukomae. Haleluya. Amen. Akawaambia wale Mafarisayo, wakamwambia njoo, tunakupa pesa ili ukamsadiki Yesu, maana tunamtaka Yesu lakini hatumjui Yesu ni nani. Hatumjui. Haleluya. Hatumjui. Maana nini? Wanafanana. Yesu aliposhikwa, kuna mtu mmoja akakaa mahali anaitwa Petro, akajificha nyumbani anafuatilia Yesu. Aongei na mtu, semi na mtu, amejificha tu nyumbani mahali. Yesu, watu wakamwona, akamwona jambo baya. Sasa mbona huyu alikuwa huyu anakaa ni kama tu pia alikuwa pamoja na huyu mtu. Petro akasema, hapa simujui. Wakasema hewa, hata kuongea kwake inafanana na Yesu. Akasema haya basi na nyamaza. Akaanza kutembea. Wakasema hata kutembea kwake inafanana na Yesu. Ukikaa ndani ya Yesu na Yesu akae ndani yake, unafanana na Yesu. Ukikaa ndani ya Yesu na Yesu akae ndani yake, unafanana na Yesu. Ndio maana ukisema pepo toka, linatoka. Maana anayeongea ni Yesu aliye ndani yako. Haleluya. Lakini tuna watu wa kanisa, alikuwa Sauli. Paulo kabla aokoke, kabla akutana na Yesu, alikuwa anaitwa nani? Sauli. Kabla aokoke alikuwa anaitwa nani? Sauli. Alipookoka akaitwa nani? Paulo. Akaitwa nani? Paulo. So kanisani tuko na watu ambao nilikuwa ni Sauli huko duniani na bado kanisani ni Sauli. Alikuwa Sauli kabla akutana na Yesu na mpaka sasa ni Sauli. Katika Genesis 32, andika hiyo kasoma mwenyewe baadaye. Genesis 1:32 na 22. Wakati Yakobo alikutana na malaika, akapambana na malaika usiku kucha, akapigana na malaika usiku kucha, na ilipokuwa inapambazuka, malaika akamwambia Yakobo, niachilie kwa sababu kuna pambazuka. Na Yakobo akamwambia, sikuachii usiku ni baridi. Malaika akamuuliza, na jina lako waitwa nani? Akasema, mimi naitwa Yakobo. Kumbuka Yakobo ni mwizi, aliiba baraka za mwenyewe. Kumbuka Yakobo ni muongo, alisema mimi ni Esau na yeye si Esau. Haleluya. So kumbuka Yakobo Mungu ampaki. Malaika akamwambia, nao ninataka nikufanye mtu. Kuanzia leo hautaitwa Yakobo tena, bali utaitwa Israeli. Hautaitwa Yakobo tena, bali utaitwa Israeli. Utaitwa Israeli. Wewe ni Yesu gani ulikutana naye? Ni Mungu yupi ulikutana naye? Ni wokovu gani ulipokea? Najua wachungaji wanaogopa kusema mambo haya, maana wanaogopa washirika waende. Mimi ungeenda kutoka juzi, ungeenda kuanzia Jumapili iliyopita. Wanaogopa kusema maneno haya, maana wanaogopa ukisema utaenda. Lakini inatakani usiende alafu mbinguni hauendi. Inatakani tutasali hapa na sisi wote tunaenda kuzimu. Inatakani tujenge mega church hapa, kanisa kubwa, na sisi wote hakuna mtu anaingia mbinguni.
alikuwa anaitwa Sauli. Na Yesu akamwambia kuanzia leo utaitwa Paulo. Manake nini? Mabadiliko yamefanyika. Mabadiliko yamefanyika. Yakobo umepambana na malaika usiku wote. Na kwa sababu umepambana na malaika, hili jina la uongo hili, hii ukora hii utaja hii na iondoa kuanzia leo. Sasa kuanzia leo utaitwa Israeli, manake nini? Ushindi. Kuanzia leo utaitwa Israeli, manake nini? Baraka. Kuanzia leo utaitwa Israeli, manake nini? Umeshinda. Kuanzia leo utaitwa Israeli, manake nini? Anayependwa na Mungu. Lakini ni muongo, nilitoka mbaa na kuja kundanganya kanisa. Alikuwa mshirati akiwa mbaa, amekuja kanisani, akona mpango wa kando kwa waimbaji. Yaani huyo mtu mwenye alitoka kule nje ndio huyo mtu kwa kanisani. Maana hakuna mabadiliko. Watu wamezoea injili, wamezoea wachungaji, wamezoea kila kitu, wamekiona kama kawaida. Sasa mwambie Mungu fanya hivi, Mungu atakuja kwako. Anaona kama mchezo. Hawako tayari kutii, hawako tayari Biblia inasema wale ambao wanaosikia neno la Mungu na kutetemeka, hao ndio Bwana atawaangalia. Mama, dada, ndugu, utasekea kanisani. Utasekea kanisani. Na hakuna chochote cha Mungu kiko katika maisha yako. Utasekea kanisani. Utajificha kanisani. Lakini ile siku vitabu vitafunguliwa, utatamani dunia ipasuke ikumeze. Utatamani milima ikuangukie. Hata milima inasema hata sisi tunatafuta mahali pa kujificha. Wakati parapanda itakapolia, na mtu asikudanganye, Yesu anarudi tena. Mtu asikudanganye, Yesu arudi kuchukua walio wake. Hata kama uamini, Yesu anarudi kuchukua walio wake. Na mimi nimeondoa hii tumeishi kuambia Jesus is coming. Jesus is coming. Hakuna suri, mimi nimeondoa hiyo suri. Wewe jua tu Jesus is coming. Hiyo suri ondoa, maana tumesikia kuanzia kuzaliwe. Ondoa hiyo suri. Jesus is coming. Hallelujah. Yesu anakuja. Ila atakupata ukiwa hai, kama atakupata ukiwa umekufa. Akikupata ukiwa umekufa, utafufuliwa tena. Akikupata ukiwa hai, utavalishwa mwili usiokufa. Hallelujah. Amen. Kutakuwa na uzima wa milele. Oh my God, tumeondoka kwa injili ya kweli, tumeenda pokea magari. Iko wapi hiyo magari? Pokea manyumba. Wewe mwenyewe hata kazi una nyumba unapokeaje? Pokea kanda kutoka China, hata ukikurudisha cheki. Wataka kanda ukauzie nani? Wewe sijui naona ukienda ng'ambo utafanya nini ng'ambo? Okoka kwanza, mjue Yesu kwanza. Okoka vizuri, kaa vizuri na Mungu, na Yesu atakubariki. Hallelujah. Uliza Mungu, Jumapili utakuja ama ndio wewe? Simama na Biblia. Simama na Biblia.